yako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa ulinzi wa Israel amesema mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani ameuawa kwa mashambulizi yaliyofanywa usiku wa kuamkia leo. Umoja wa Ulaya wataka njia za kidiplomasia zitumike kufungua mlango bahari wa Hormuz. Na Urusi imefanya mashambulio makali dhidi ya miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Habari kamili. Tel Aviv. Ripoti zilizochapishwa muda mfupi uliopita na shirika la habari la AP zimesema mkuu wa usalama wa taifa wa Iran Ali Larijani ameuawa. Shirika hilo limemnukuu waziri wa ulinzi wa Israel Katz. Iran haijathibitisha ripoti hizo. Vyombo vya habari vya Israel awali viliripoti juu ya kulengwa kwa mkuu huyo wa usalama wa Iran, lakini havikwenda umbali wa kuthibitisha mara moja juu ya kuuliwa kwake. Jeshi la Israel limetangaza kuanzisha mashambulio mapya ikiyalenga maeneo mbalimbali ya miji ya Tehran na Beirut. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya droni na makombora ya Iran dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu yamesababisha mlipuko kwenye tenki ya mafuta katika eneo la pwani la mashariki mwa nchi hiyo linalopakana na Oman. Taarifa za kushambuliwa kwa mara nyingine eneo la zimekuja baada ya UAE kufunga kwa muda anga yake kufuatia vitisho vya mashambulizi ya Iran. Vita hivyo vya Mashariki ya Kati na Ghuba mpaka sasa vimesababisha mauaji ya watu 1300 nchini Iran, takriban 850 nchini Lebanon na watu 12 nchini Israel, kwa mujibu wa maafisa wa nchi hizo. Jeshi la Marekani limesema wanajeshi wake 13 wameuawa na wengine kiasi 200 wamejeruhiwa. Brussels. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Umoja wa Ulaya unataka njia za kidiplomasia zitumike kutafuta mwafaka wa kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kauli hiyo imetolewa baada ya mito ya Rais Donald Trump wa Marekani ya kuwataka washirika wake wapeleke meli za kivita kwenye eneo hilo kutoa ulinzi kufuatia vita dhidi ya Iran. Kallas amesema wazi kwamba hakuna anayetaka kuhatarisha maisha ya watu wake katika mlango bahari wa Hormuz, na kwa hivyo kuepusha mgogoro wa chakula, mbolea na nishati, njia za kidiplomasia zinapaswa kutumika kuutatua mgogoro huo. Rais Trump ameyatishia mataifa ya jumuiya ya NATO kwamba mustakabali wao utakuwa mbaya ikiwa yatakataa kupeleka meli za kijeshi kwenye mlango bahari wa Hormuz. Ujerumani na mataifa kadhaa ikiwemo Japan, Poland, Uhispania, Sweden na Australia yamekataa wito wa Trump. Kiev. Ukraine imesema shambulio la Urusi limesababisha uharibifu wa kiwanda, bandari na miundombinu ya nishati katika mkoa wa Odessa usiku wa kuamkia leo. Ukraine imefahamisha kwamba mashambulizi hayo pia yamesababisha kukatika kwa umeme kwenye baadhi ya maeneo ya makazi kusini mwa mkoa huo. Kwa mujibu wa gavana wa Odessa Ole Kipa, kupitia ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa Telegram, moto uliosababishwa na mashambulio hayo ulidhibitiwa haraka na kwamba hakuna aliyejeruhiwa. Urusi pia imeshambulia bandari kubwa ya Ukraine iliyoko kwenye eneo la mto Danube karibu na Romania, ambayo ni mwanachama wa jumuiya ya NATO. Wizara ya ulinzi ya Romania imesema inachunguza kuhusu tukio hilo. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Brussels. Mahakama ya Ubelgiji inatarajiwa hivi leo kufanya uamuzi wa ikiwa mwanadiplomasia wa zamani wa nchi hiyo mwenye umri wa miaka 93 anapaswa kushtakiwa kwa mauaji ya mwaka 1961 ya waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru Patrice Lumumba au la. Etienne Davignon aliyewahi wakati mmoja kuwa kamishna wa Umoja wa Ulaya ni raia pekee wa Ubelgiji aliyeko hai miongoni mwa 10 wanaotuhumiwa na familia ya Lumumba kwamba walihusika kwenye mauaji hayo. Ikiwa ombi la waendesha mashtaka la kutaka afikishwe mahakamani litakubaliwa, basi atakuwa afisa wa kwanza wa Ubelgiji kukabiliwa kisheria katika kipindi cha miaka 65 tangu kuuliwa Lumumba. Mawakili wa Davignon wamepinga mashtaka yote yanayomkabili mteja wao, wakitoa hoja kwamba muda mrefu umepita tangu kuuliwa Lumumba. Na hatimaye Maiduguri. Watu wasiopungua 23 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mashambulizi yanayodhaniwa kuwa ya kujitoa muhanga yaliyofanywa usiku wa kuamkia leo katika mji wa Maiduguri, kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Mashambulio hayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea katika mji huo ndani ya kipindi cha hivi karibuni. Wakazi na watoa huduma ya dharura wameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba milipuko iliripotiwa katika maeneo matatu yaliyokuwa na msongamano wa watu kwenye mji mkuu huo wa jimbo la Borno, ikiwa ni pamoja na kwenye soko kuu na eneo la kuingia hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Maiduguri. Mwisho wa habari hizi kutoka DW Deutsche Welle Kiswahili. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Asante sana Mumo Simba kwa taarifa ya habari za ulimwengu mchana huu. Msikilizaji, tutaanzia eneo la Mashariki ya Kati ambako makabiliano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanaendelea. Utasikia pia mashambulizi yanayoshuhudiwa kwenye mataifa mengine ya kanda hiyo. Katika mzozo mwingine wa Pakistan na Afghanistan, kundi la Taliban linaloongoza Afghanistan limesema shambulio lililokilenga kituo kimoja cha kuwasaidia watu wenye uraibu mjini Kabul limewaua zaidi ya watu 400. Na hii leo nchini Tanzania inafanyika kumbukumbu ya miaka 5 tangu kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli. Kama ilivyo kawaida, unayo nafasi ya kutuandikia maoni yako. Tuandikie kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa anwani ya DW Kiswahili. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na hata YouTube. Lakini tunakutaka radhi kutokana na sababu za hitilafu za kiufundi, hatuonekani moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube. Lakini kama nilivyokuarifu, tunaanzia eneo la Mashariki ya Kati. Mashambulizi makubwa ya makombora na droni yaliyotokea katika eneo la Mashariki ya Kati yamezidisha mvutano wa kiusalama na kisiasa, huku yakisababisha vifo, uharibifu wa miundombinu muhimu na taharuki katika usafiri wa anga. Umoja wa Falme za Kiarabu, Iraq na Iran zimejikuta katikati ya mzozo huu unaohusishwa na madai ya mashambulizi ya kulipiziana kisasi na vitisho dhidi ya rasilimali za mafuta na gesi. Wakati huo huo, kauli kali kutoka kwa viongozi wa kisiasa na kijeshi pamoja na taarifa za majeruhi wa wanajeshi zimeongeza hofu ya kuongezeka kwa vita na kutishia uthabiti wa eneo hilo. Mengi zaidi anaarifu Lilian Mtono. Kumeshuhudiwa mashambulizi ya makombora na droni huko Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumatatu, yaliyomuua mtu mmoja na kuharibu jengo moja kwenye mji wa Al-Quwain kaskazini mwa nchi hiyo. Usambazaji wa gesi katika kinu cha Shah umesitishwa kutokana na mashambulizi ya droni, na sasa mamlaka zinatathmini athari, hii ikiwa ni kulingana na vyombo vya habari vya Abu Dhabi. Kinu hicho ni moja ya vinu vikubwa kabisa na cha kipekee kilichopo kama kilomita 180 kusini magharibi mwa Abu Dhabi. Mapema leo mamlaka za UAE zilitangaza kufunga kwa muda anga lake kufuatia wasiwasi wa usalama kwenye kanda hiyo, baada ya wizara ya ulinzi kusema ilikuwa ikikabiliana na vitisho vya makombora na droni kutokea Iran. Hata hivyo, baadaye safari za ndege zilirejea kama kawaida baada ya tahadhari kuondolewa, hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la WAM lililonukuu mamlaka ya anga ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Iraq imelaani vikali mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga hoteli ya kitalii mjini Baghdad na ubalozi wa Marekani pamoja na kisima kikubwa cha mafuta kilichopo kusini mwa taifa hilo Jumatatu jioni, na kuyataja mashambulizi hayo kama kitisho cha usalama na utulivu wa Iraq. Ni mashambulizi yaliyofanywa siku moja baada ya kundi la Kataib Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kutangaza kwamba kiongozi wake mwandamizi Abu al-Askari ameuawa. Waziri Mkuu Mohamed Shia al-Sudani ameviagiza vikosi vya usalama kuwasaka wahusika wa mashambulizi hayo na kuwafikisha kwenye mkono wa sheria mara moja ili waadhibiwe, hii ikiwa ni kulingana na msemaji wake Saba al-Numan. Iran kwa upande wake imeonya kulipiza kisasi ikiwa Marekani itafanya mashambulizi zaidi kwenye visima vya mafuta vilivyoko katika kisiwa cha Khag, amesema msemaji wa vikosi vya jeshi nchini humo Abulfazi Shekhachi. Shirika la habari la Tasmin limeripoti jana kwamba msemaji huyo alisema Iran itashambulia visima vyote vya mafuta na gesi vya taifa lolote litakalojihusisha na mashambulizi kama hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amenukuliwa akiwashutumu wapinzani wao kwa kujaribu kuilazimisha nchi hiyo kusalimu amri bila ya masharti na kusisitiza kwamba wanataka kuhakikisha vita hivi vinamalizika na hakutotokea vita vingine kama vya sasa.
Acha niseme tena kwamba Iran haijaashiria ama kuomba kusitisha mapigano. Mgogoro huu lazima uishe kwa sharti kwamba hautarudiwa kamwe. Tunaposema hatutaki kusitisha mapigano, si kwa sababu tunataka kuendelea na vita. Ni kwa sababu vita hivi ni lazima viishe kwa njia ambayo maadui hawatafikiria tena kurudia mashambulizi. Ninaamini wamejifunza somo kubwa na kutambua aina ya nchi wanayokabiliana nayo, nchi ambayo haitasita kulinda usalama wake na iko tayari kuendelea na vita kwa gharama yoyote. Katika hatua nyingine, Araghchi amesema hajafanya mawasiliano yoyote ya moja kwa moja na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, kauli inayotofautiana na taarifa za awali za vyombo vya habari kwamba kumekuwepo na mawasiliano baina yao katika siku za karibuni. Alikuwa ni Lilian Mtono, na kama ulivyosikia wakati wa taarifa ya habari za ulimwengu, ripoti kutoka nchini Iran zinasema zikinukuu chanzo kutoka nchini Israel ambaye ni waziri wa ulinzi wa nchi hiyo kwamba mkuu wa usalama wa taifa wa nchi hiyo Ali Larijani ameuawa. Iran haijathibitisha bado ripoti hizo, lakini tutakuletea kwa undani taarifa hizo katika matangazo yetu ya jioni. Tumulike mzozo mwingine barani Asia. Zaidi ya watu 400 wameuawa na wengine 250 wamejeruhiwa katika shambulio la anga lililofanywa na Pakistan dhidi ya kituo cha matibabu cha uraibu dawa za kulevya mjini Kabul nchini Afghanistan. Hayo yamesemwa na msemaji wa serikali ya Taliban nchini humo katika wakati ambapo kuna ongezeko la mzozo kati ya mataifa hayo mawili jirani. Tatu Karima na maelezo zaidi. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan Abdul Matin Kani amethibitisha kuuawa kwa watu hao 408 pamoja na kuwepo kwa majeruhi 265. Mamlaka nchi hiyo imesema waliokufa na waliojeruhiwa walipelekwa hospitalini karibu na Kabul. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya afya nchini humo Sharafat Zaman amewaambia waandishi wa habari kwamba idadi hiyo sio ya mwisho kwa sababu operesheni ya uokoaji bado inaendelea. Kwa upande wake, naibu msemaji wa kundi hilo la Taliban Hamdullah Fitrat amesema shambulizi hilo lilitokea usiku wa jana Jumatatu na kulenga hospitali ya Omid inayoendeshwa na serikali na ambayo amesema ina idadi ya vitanda 2000. Kwenye chapisho katika mtandao wa X, Fitrat amesema sehemu kubwa ya hospitali hiyo imeharibiwa na kuna hofu ya kuwekwa kwa idadi kubwa zaidi ya waliokufa. Ameongeza kusema timu za uokoaji ziko katika eneo hilo kukabiliana na moto wa shambulizi hilo pamoja na kutafuta manusura. Afisa mmoja wa uokoaji Sayed Mehrab Shah ametoa maelezo kuhusu hali ilivyokuwa. Mlipuko ulipotokea, tuliarifiwa kupitia kituo cha ambulansi cha Kabul kwamba mlipuko mkubwa umetokea katika eneo lenye vitanda 1000 la kituo hicho cha matibabu ya waraibu wa dawa za kulevya. Tulifika hapa na wafanyakazi wetu wote na majeruhi walikuwa wakiletwa kwetu kutoka pande zote. Hata hivyo, Reuters haikuweza kuthibitisha idadi ya waathiriwa. Katika mzozo huo, pande zote mbili zimedai kuwa zimesababisha uharibifu mkubwa kwa upande mwingine, lakini madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Huku hayo yakijiri, waziri wa habari wa Pakistan Ataullah Tarar amesema kuwa mlipuko wa pili uliotokea baada ya shambulizi hilo unaonyesha uwepo wa hifadhi kubwa ya risasi. Katika hatua nyingine, China imesema leo kuwa inatumai Afghanistan na Pakistan zitadumisha utulivu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa nchi hiyo Lin Jian amesema nchi yake itaendelea kutekeleza jukumu muhimu kupitia njia zake ili kupunguza mivutano na kuboresha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Kwa mara nyingine tena, China imetoa wito wa kuhakikishwa kwa usalama wa wafanyakazi wake, miradi na taasisi zake katika kanda hiyo. DW tunavuma kwa kishindo. Leo Machi 17 imetimia miaka 5 tangu rais wa awamu ya 5 wa Tanzania John Pombe Magufuli alipofariki dunia. Katika kumbukumbu hiyo ya kifo cha Rais Magufuli, viongozi wa kiroho, serikali, wanasiasa na taasisi mbalimbali nchini humo wanamwenzi wakiukumbuka mchango wake hasa katika ujenzi wa miundombinu na kuwawajibisha viongozi wa ubadhirifu. Mwandishi wetu mjini Dar es Salaam Florence Majani ametutumia taarifa ifuatayo. Siku moja mtanikumbuka, na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Huyo ni aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli, aliyejulikana zaidi kama buldoza au mtumbua majipu kwa zile mbinu zake za ufanisi na maamuzi magumu hata katika miundombinu na kupambana na rushwa. Na leo ni miaka 5 tangu afariki dunia.
Katika misa ya kumuenzi, viongozi mbalimbali wa kiroho, kisiasa na kiserikali wameungana katika misa takatifu ya kumbukizi iliyofanyika wilayani Chato mkoani Geita. Kumbukizi hii imeibua hisia mchanganyiko za majonzi, lakini zaidi wengi wakiukumbuka mchango wake mkubwa katika uadilifu na ujenzi wa taifa, hasa katika miundombinu. Askofu wa kanisa la jimbo la Katoliki Rulenge Nkara, Mhashamu Severin Niwemugizi, aliongoza misa hiyo huku akisisitiza amani na kutaka kila Mtanzania atumike vizuri, na kisha kaongeza, lakini kutoka kwake tunajifunza moyo wa uzalendo, tunajifunza wema, na haya yote ni utakatifu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ameshiriki misa hiyo akiambatana na Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi pamoja na Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa Kassim, Makamu wa Rais mstaafu Dr. Philip Mpango na aliyekuwa Naibu Waziri Dr. Doto Biteko. Kadhalika, viongozi wa kisiasa kutoka vyama vya upinzani walihudhuria misa hiyo, akiwamo kiongozi wa ACT Wazalendo Luhaga Mpina. Wanadiplomasia na wataalamu wa sayansi ya siasa wanaukumbuka mchango wa Rais Magufuli kama mtu aliyethubutu na aliyeweza kuwaondoa maadui watatu wa Tanzania, yaani umaskini, ujinga na maradhi. Mwanadiplomasia na mhadhiri wa Chuo cha Diplomasia Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anasema alifanya mambo makubwa katika Tanzania ambayo ameacha, na ndio maana mimi nasema amekufa lakini bado anaishi. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Shule ya Sayansi ya Siasa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Richard Mbunda, anasema Rais JPM alikuwa na maono ya miundombinu. Anakumbukwa kwa maono yake ya kiongozi, naweza kusema, ambayo kimsingi ndo anabaki kama urathi wake kwa Watanzania. Hayati John Joseph Pombe Magufuli alifariki dunia Machi 17 katika hospitali ya Mzena hapa jijini Dar es Salaam, ambako alilazwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo, na alizikwa Machi 26 nyumbani kwake wilayani Chato mkoani Geita. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Marekani imewaita maafisa wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kwa mkutano mjini Washington kujadili mchakato uliokwama wa kutafuta amani mashariki mwa DRC. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Kulingana na duru za kidiplomasia na msemaji wa ofisi ya rais nchini Kongo, Marekani itazungumza na kila mmoja hii leo Jumanne na baadaye kesho Jumatano. Mkutano wa pande tatu utafanyika iwapo huu wa leo utafanikiwa kumalizika kwa amani. Haya yatakuwa mazungumzo ya kwanza kati ya pande hizo hasimu tangu Marekani ilipoliwekea jeshi la ulinzi la Rwanda RDF vikwazo pamoja na majenerali wake 4 mnamo Machi 2. Washington mara zote imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaoendelea kuzua vurugu mashariki mwa DRC. Marekani ilisema jeshi hilo liliwaunga mkono waasi hao wanaohusishwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani ilisema Rwanda iliwaunga mkono M23 wakati walipokuwa katika harakati za kuidhibiti miji miwili mikubwa ya Goma na Uvira pamoja na maeneo ya kimkakati ya uchimbaji madini. Wizara hiyo imesema hilo lisingewezekana bila ya uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa RDF. Rwanda imekuwa ikikanusha kuhusika kwa namna yoyote na kundi hilo la M23. Hata hivyo, wataalamu wanaelezea matumaini yao licha ya mkutano huo